your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Mwakinyo yupo na mazoezi yanaendelea vizuri, kambi yake iko vizuri. Mambo yote tunaweza tukasema yako vizuri, lakini pia tumejikita sana katika hiyo mechi inayokuja mbele huko, ndio maana unaona kama hatupo hewani au tuko kimya. Hapana, bado tunafanya concentration ya kwenda kuchukua ubingwa wa dunia kwa IBO katika hiyo uzito wa kati, ambapo tuna uhakika hakuna Mtanzania yoyote aliyowahi kuuchezea wala kuupata huo ubingwa. Kwa hiyo ni ubingwa mkubwa. Kama unataka kufuatilia historia yake utauona ubingwa huo ulishawahi kumilikiwa na bondia GG Genalo Golovich, yule Mkazganistan, lakini pia umemilikiwa na mabondia wakubwa wa duniani, ambapo ubingwa sasa hivi uko vacant na unaenda kugombaniwa kwa Hassan Mwakinyo pamoja na Michel Soro. So tumejikita katika hilo, lakini pia kwa sababu tunaamini uwezo tunao wa kufanya jambo kubwa kuliko yote ambayo yanakisiwa, ndio maana tunapambana kwenda katika hilo jambo. Kwa hiyo sio kwamba tuko kimya namna gani, tupo kimya tukifocus katika jambo letu linalokuja mbele, tukiangalia nini tunaenda kukifanya katika uso wa dunia na kwenda kuiweka nchi yetu katika ramani kubwa ya dunia. Yes bwana, mambo vipi? Na tumani tutakuwa buheri wa afya njema. Hata mimi pia niko vizuri kweli kweli. Moja kati ya story ambazo kwa sasa zimekuwa zikishika headline kwenye mitandao ya kijamii na watu wengi wakiwa wanajadili kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ni ukimya wa Hassan Mwakinyo. Tumeona kuna baadhi ya matangazo anatakiwa akacheze pambano la kimataifa na la ubingwa wa dunia pale nchini Ivory Coast, lakini mpaka sasa watu wanasema hawajasikia kauli ya Hassan Mwakinyo akizungumza chochote, lakini pia hawajasikia hata kuona kwamba kuna mchakato na management zikiendelea kuandaa maandalizi ya hili pambano. Sasa habari njema ni kwamba Hassan Mwakinyo ni kweli amekubali, yupo kwenye maandalizi ya kuelekea kwenye pambano hilo nchini Ivory Coast, na tumezungumza na mwalimu wake, ameweza kuweka wazi mipango na namna ambavyo wanajiandaa kuelekea kwenye hili pambano. Lakini pia kuna baadhi ya watu wanasema kwenye mtandao wake wa kijamii amekuwa kimya sana, hakuna ambacho kinaendelea na hajaposti kwa muda mrefu, tofauti na vile ambavyo wengi tumeweza kumzoea kile ambacho huwa anatuarifu Hassan Mwakinyo, ukizingatia sio mtu wa waandishi wa habari sana au kumuona akipitia kwenye media mbalimbali akiweza kufanya mazungumzo yote. Kwa sasa kwenye huo kimya wake pia mwalimu amefunguka mengi, lakini kubwa zaidi amesema kwamba maandalizi kuelekea kwenye pambano ambalo tumelishuhudia akialikwa pale nchini Ivory Coast yakiwa yanaendelea kwa kasi zaidi. Tutamsikia mwalimu naye akithibitisha kuhakikisha kwamba kile kitu kinaenda sawa kuelekea kwenye hilo pambano. Kwa hiyo mimi na wewe, ukimya wa Hassan Mwakinyo, tufahamu tu kwamba yuko kwenye maandalizi kwenye hili pambano ambalo amealikwa pale nchini Ivory Coast. Sasa kabla hujaenda kumsikia mwalimu akizungumzia hili la ukimya wa Hassan Mwakinyo na kuthibitisha kwamba ni kweli Hassan Mwakinyo tutamshuhudia nchini Ivory Coast kama ambavyo imearifiwa, nikukumbushe tu kwamba yuko pia bondia kutoka nchini Tanzania, Amir Matumra kutoka nchini Tanzania akiungana na Hassan Mwakinyo. Tutakuja kukupa mpinzani wake ni nani ambaye anaweza kupambana naye kwenye hilo pambano. Lakini pia yuko Richard Mtangi kutoka kambi ya Mafia Boxing Promotion, naye ameweza kuthibitika kwamba atapata nafasi ya kupanda ulingoni kwenye hilo pambano ambalo Hassan Mwakinyo pia ndio main card dhidi ya Soro. Yes, pambano hili limeweza kuandaliwa na promotion ya ngome za kulipa kutoka nchini Ivory Coast ambaye anajulikana kwa jina la The Dream Ring Promotion, ambao wao wameweza kuandaa hili pambano, Hassan Mwakinyo akiwa main card, na hilo pambano amelipa jina la The Dream 1, ambapo Hassan Mwakinyo atacheza pambano hili la kimataifa kuwania ubingwa wa IBO, yani International Boxing Organization Award kwenye middleweight kilogram 72 dhidi ya bondia Michael Soro, raia wa nchi ya Ufaransa na Ivory Coast. Pambano litapigwa katika ukumbi wa Parc des Expositions jijini Abidjan nchini Ivory Coast. Yes, huyu hapa kocha wa Hassan Mwakinyo akithibitisha kwamba Hassan Mwakinyo ukimya wake huenda ukawa na kishindo pale nchini Ivory Coast. Baada ya kocha, tukutane kwenye comment. Ulikuwa una maoni gani kuongezeka kwa mabondia wawili kutoka kambi ya Mafia Boxing Promotion kwenye usiku wa The Dream 1 pale nchini Ivory Coast, ambapo Hassan Mwakinyo ndio main card dhidi ya Soro? Mwakinyo yupo na mazoezi yanaendelea vizuri, kambi yake iko vizuri. Mambo yote tunaweza tukasema yako vizuri, lakini pia
tumejikita sana katika hiyo mechi inayokuja mbele huko, ndio maana unaona kama hatupo hewani au tuko kimya. Hapana, bado tunafanya concentration ya kwenda kuchukua ubingwa wa dunia wa IBO katika hiyo uzito wa kati, ambapo tuna uhakika hakuna Mtanzania yoyote aliyowahi kuuchezea wala kuupata huo ubingwa. Kwa hiyo ni ubingwa mkubwa. Kama unataka kufuatilia historia yake, utauona ubingwa huo ulishawahi kumilikiwa na bondia GG Genalo Golovich, yule Mkazganistan, lakini pia umemilikiwa na mabondia wakubwa wa duniani, ambapo huo ubingwa sasa hivi uko vacant na unaenda kugombaniwa kwa Hassan Mwakinyo pamoja na Michel Soro. So tumejikita katika hilo, lakini pia kwa sababu tunaamini uwezo tunao wa kufanya jambo kubwa kuliko yote ambayo yanakisiwa, ndio maana tunapambana kwenda katika hilo jambo. Kwa hiyo sio kwamba tuko kimya namna gani, tupo kimya tukifocus katika jambo letu linalokuja mbele, tukiangalia nini tunaenda kukifanya katika uso wa dunia na kwenda kuiweka nchi yetu katika ramani kubwa ya dunia. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.